السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصلاة والسلام أيضا لمن قال صوموا تصحوا، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صل وسلم على رسول الله. إخواني في الإيمان، بعد البسملة والحمدلة
والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم ونفسي في عبادة الله. كما كان هو مراده سبحانه وسبحانه إذ قال في كلامه القديم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ndugu zangu katika imani, baada ya bismillahi na alhamdulillahi na kumwombea rehma Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndiyo lengo kuu la Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba sisi na kutubakisha kwa muda mchache. Hivyo tunatakiwa tulifanye kwa vizuri, yaani tujitahidi tulifanye vizuri mno, ili iwe salama kesho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, hakuna asiyefahamu na kukumbuka kwamba katika ulimwengu huu hivi sasa tuna mgeni ambaye amesababisha hatuna topiki ya kuzungumza isipokuwa kumzungumza yeye, kwa sababu ni mgeni mzito sana. Amekuja na mengi tena mazuri sana. Hivyo ndio maana amekuwa sababu ya sisi aliyetujilia kumzungumza kwa muda mwingi, ili tupate kuzikumbuka au kuvikumbuka vile vizuri alivyokuja navyo. Toka kipindi tulikuwa tunaambiana tufanye maandalizi mazuri ya kumpokea mgeni, lakini sasa hivi tunaambiana tufanye maandalizi mazuri ya kumwaga mgeni. Waislamu, mgeni aliyetujilia baada ya wiki mbili zilizopita, sasa hivi anaondoka. Kipindi kama hiki, mabwana wakubwa, ndio kilikuwa kipindi cha kukaza mkanda, cha kuhakikisha huyu mgeni asije na kuondoka hivi hivi. Waislamu, wageni wana siri nyingi sana. Hata nyumbani kwako wakija wageni, basi watendee vizuri. Miongoni mwa mahimizo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumkirimu mgeni, kumfanyia vizuri mgeni. Jitahidi umfanyie ikram, umfanyie wema kwa mujibu wa vile wewe ulivyo, kwa mujibu wa uwezo wako. Jitahidi umfanyie wema mgeni. Ni maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wageni wana siri nyingi wamezibeba, hususa wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa wageni, kwamba kuonyesha wageni wana siri kubwa, na hususa wageni waliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuna baba yetu, baba wa mitume yote, wanamwita Nabii Ibrahim. Bwana huyu alikuwa na mwanawe anaitwa Ismail, alibahatika kuoa. Yeye siku moja alifunga safari
huenda kwa mwanawe, lakini bahati nzuri ama mbaya, mwanawe hakumkuta, alimkuta mwanawe ambaye ni mke wa mwanawe. Akamsalimia, lakini hawajuani mambo ya hapa nyumbani yanaendaje. Bibie yule akaanza kujiachia, bwana, hapa hali sio nzuri, chakula chenyewe tunakula mlo mmoja na mlo huo huo ndio hivyo basi tunalambalamba vidole hivi na hivi. Kajiachia. Mgeni yule akaondoka. Alipokutana na mwanawe akamwambia, la budda an tughayyira atabata babika, unatakiwa ubadilishe kizingiti cha mlango wako. Hakifai kwa sasa hivi, kwa sababu wote walikuwa ni manabii. Nabii Ismaili alielewa haraka kwamba alijua kule nyumbani mambo yashakuwa sio mazuri. Niliyemwacha nyumbani kaharibu, kashindwa kumkirimu mgeni. Leo hii tulivyozoea, unakuta kwenye familia hata baba na mama wamegombana siku 3 hawajaongea, lakini unakuta siku amekuja mgeni wanaongea kama sio wao waliogombana jana ama juzi. Wanapanga mambo yao, alimradi mgeni asigundue jambo lolote. Wakiondoka ugomvi unaendelea kwa sababu ya ikram. Sasa bibie yule alishindwa kumkirimu mgeni. Nabii Ismail alirudi akatekeleza amri ya baba yake. Hakukaa muda mrefu akapata mwingine, na mgeni akarudi tena baada ya muda na kuuliza, nyumbani vipi hapa? Yule bibi akasema, alhamdulillah, tunamshukuru Mungu alichotujalia tunakipata. Mashallah, akamsifia vizuri mumewe pamoja na familia kiujumla. Alipokutana na mwanawe akamwambia, qad istaqamat atabata babika, sasa kimedhibiti, kiko vizuri kizingiti cha mlango wako, hakiingizi na kutoa kila kibaya kilichokuwa ndani mwako, kinajitahidi kutoa kilichokuwa kizuri na kuzuia kilichokuwa kibaya. Waislamu, mgeni tunaye. Je, tunapoishi naye ndio vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tuishi naye? Je, tunapoishi naye itakuwa sababu ya kwenda kutusifia vizuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Atarudisha majibu gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Waislamu, haikuwa kufunga bimujarradi tarki al-akli wa shurbi. Sio tu tumeatakula ugali kwa mama mtilie na juisi kwa mangi ndio tukajiita tumefunga. Hapana, kuna vitu vingi ambavyo tumetakiwa tuviache, lengo kuilinda funga yetu, lengo kuhifadhi saumu yetu. Lakini Waislamu wengi sasa hivi tunapojua kufunga, basi ni kuzuia tu mdomo wako usipitishe chakula ama kinywaji, tayari unajihesabu umefunga, ile hali ya kuwa mdomo wako kauli zinazotoka sio nzuri, macho yako vinapoangaliwa na macho yako sio vizuri, almuradi fujo. Sasa Muislamu, ukihakikisha funga yako umefunga kwa dizaini kama hii, basi tarajia mgeni kurudisha majibu yasiyokuwa mazuri kwa aliyemwagiza. Huyu mgeni aliyekuja, tarajia kurudisha majibu sio mazuri kwa aliyemtuma aje kwetu, ili tupelekewe majibu yaliyokuwa mazuri na ambayo yatakuwa na faida kwetu. Tuhakikishe kila kile ambacho tumeambiwa tukiache kwa sababu ya funga tumekiacha kweli.
tumekiacha kweli. Tusiweke ujanja katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Waislamu sasa hivi tumezoea mambo kuyafanya kwa ujanja tu. Sasa fanya ujanja kwa binadamu mwenzako ambaye kuna baadhi ya vitu unaweza ukamficha na asielewe, sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah subhanahu wa ta'ala tabia yake yeye kuijua siri, na zaidi ya siri yeye anaijua. Sasa utamficha nini? Huo ujanja wa funga yako unaofanya unamfanyia nani? Mwisho wa siku utajikuta unajikomoa mwenyewe. Waislamu, mgeni aliyekuja ni fursa kubwa mno kwetu. Miongoni mwa fursa kubwa aliyekuja naye, kwa sababu ya kuja yeye, milango ya moto yote imefungwa, lakini milango ya pepo yote imefunguliwa. Maana yake, ikiwa umepita mwezi wa Ramadhani, mgeni ameondoka, wewe ukawa miongoni mwa watu walioingia motoni au watakaoingia motoni, ulifosi kuvunja kwa kila njama mlango wa moto na kuingia. Ulitumia juhudi zako zote kuvunja mlango wa moto ili uingie, lakini ulitumia nguvu zako zote kuukwepa mlango wa pepo uliokuwa wazi. Sasa Muislamu, leo hii unajifusi mwenyewe kuingia motoni, ile hali ya kuwa milango yenyewe ya kupitia imeshafungwa. Unaikimbia fursa adhimu ya kuingia peponi ambaye milango yake iko wazi na hazuiliwi yule anayetaka kuingia. Upewe nini tena Muislamu? Na ile hali ya kuwa unajua haya maisha ya binadamu ni histori fupi tu ambayo watakuja kuisimulia watakaokuja baada yako. Muislamu, isikudanganye hiyo pumzi unayopumua sasa hivi. Huenda bado dakika moja tayari iwe imefika mwisho. Sasa ya nini kudanganye histori hii? Uwache fursa adhimu tuliyopewa katika mwezi huu. Hebu pambana Muislamu, sema kweli wewe unaitaka pepo. Leo hii wote tunajua kwamba unapotaka kitu kizuri hakipatikani kwa kuongea. Eti useme tu mimi ninataka milioni moja alafu umelala nyumbani kwako. Ni kitu ambacho ni muhali, hata kama kwa Mungu kinawezekana, lakini ni muhali kutokea. Umelala tu nyumbani ukasema unataka milioni moja, lazima utoke ukapambane, Mungu akuone kwamba kweli huyu anaitaka milioni moja. Sasa kule kuipata ndio Allah subhanahu wa ta'ala ni kazi yake. Wewe kazi yako ni kutoka na kutafuta njia ambayo inafaa kuitafuta milioni moja. Allah yupo anakuangalia, kweli mja wangu ana nia na lengo ya kuipata milioni moja. Ametoka kwake, ameviacha vyote, amekuja kuitafuta milioni moja. Sasa isiwe kwa sababu ya Ramadhani imefika na ndio mwezi wa fursa, ukae kwako unalala siku zote 30, unashindwa kuamka hata dakika 5 tu. Dakika 5 tu unashindwa kuzitumia usiku kumwambia Mungu, naomba unijalie pepo yako, unashindwa. Hivi kweli wewe una nia kweli ya kuitaka pepo wewe? Hauonyesi juhudi hata robo, hata theluthi, hakuna. Alafu unatulia tu, unasema unaitaka pepo, tena Firdausi. Waislamu, tunajidanganya sisi wenyewe. Ikiwa siku zenyewe ni 29 kama sio 30, alafu unashindwa kutumia hata 5 minutes kuamka
kuachana na usingizi wako kumuomba Mungu, wewe tena sijui utakuwa Muislamu gani? Utakuwa hauna nia, unaamua kuongea tu, unatamani vile ambavyo yani huna nguvu ya kuvipata na hutaki kuionyesha ile nguvu, hutaki. Uislamu haiwezekani. Wewe miezi 11 yote unalala kuanzia saa 5 mpaka saa 1 alfajiri yenyewe uswali. Umefika nao mwezi huu unashindwa kutumia dakika 5-10 kuamka kumuomba Mungu, ile hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatutangazia kupitia mtume wake, usiku ndio muda ambao dua nyingi zinapokelewa. Achana na Ramadhani, usiku wowote ule ukiamka, watu wamelala, watu wanafanya mambo yao mengine, wewe unamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni wepesi mno Allah subhanahu wa ta'ala kupokea maombi yako na kuyajibu pia, kwa sababu kuna kupokelewa maombi na kujibiwa maombi. Leo hii hata ukipeleka barua zile za maombi ya kazi, huenda zikapokelewa alafu zikawekwa kabatini. Kwa hiyo kupokelewa ni jambo jingine na kujibiwa ni jambo jingine. Jambo la kujibiwa ndio linahitaji subira mno, subira ya hali ya juu. Na ndiyo Mungu alivyo, ndivyo alivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe si umeamua kumuomba yeye? Kweli yeye ni tabia yake kumjibu kila anayeomba, ila sio umeomba saa hizi baadaye tu ushapata ulichokiomba. Anakuangalia kweli umetaka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Unaomba mwaka huu 2026, ulichokiomba unakuja kukipata 2029. Je, subira yako ilikuwa vipi hapa? Na hawezi akakosa kukupa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu atakuwa mwongo. Yeye amesema yupo karibu na wale ambao wanayemuomba na anawajibu pia. Kashasema katika Qur'ani, haongopi. Ila huja ikawa usijue kwamba kile ulichokiomba tayari ushakipata, ukaja ukajiona wewe ndio wewe. Sasa hivi una gari, kumbe ulishaomba gari miaka 3 iliyopita nyuma, wewe ulishasahau. Hiyo ndiyo tabia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Waislamu, fursa ndiyo hii tumepewa, muda ndio huu, utumie. Katika siku 30 tayari robo zishaisha. Usije ukajiatia tena, usije ukabweteka. Muislamu kama Muislamu, unapofika mwezi wa Ramadhani, hata zile ratiba zako za kutwa nzima zinatakiwa zibadilike, kuonyesha kwamba kuna mgeni amefika. Leo hii hata nyumbani akishaingia mgeni, ratiba hata za kulala zinabadilika. Mwajuma na Fatuma, leo msilali chumba hichi, kuna mgeni kaja, kalaleni pale ukumbini. Kwa sababu ya nini? Ya mgeni. Sasa hata wewe mgeni amefika, ratiba zako zibadilike. Sawa, wewe unafanya kazi ya bodaboda na unakimbiza mpaka usiku saa 8, badilisha kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani, ishia saa 4 kalale, kwa sababu saa 8 unatakiwa uamke, kwa sababu tu ya siku 30 za ofa. Wewe fundi ujenzi, sijui unafanya hivi, badilisha kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani. Waislamu, mgeni anaondoka. Allahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'in billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي مرة ثانية في عبادة الله. Waislamu, tunaendelea kukumbushana kuhusiana na fursa adhimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia katika kitu ambacho Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametangaza hasara kubwa mno kwa yule ambaye imekuja Ramadhani na ikaondoka, alafu akawa hajabadilika chochote, akarudi kama alivyokuwa kabla ya Ramadhani. Huyu ni miongoni mwa watu ambao wamepata hasara mno. Ikiwa wewe ulikuwa na mambo ya hovyo, mambo sio mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya mwezi wa Ramadhani kuja, mwezi wa Ramadhani ukafika na ukaondoka, alafu wewe ukabaki vile vile na mambo yako kabla ya Ramadhani, wewe utakuwa ni miongoni mwa wenye kupata hasara, kwa sababu miongoni mwa viumbe ambavyo vinachukua fursa kubwa ya kukushawishi wewe kuachana na mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala havina nguvu ndani ya mwezi huu. Sheitani ndani ya mwezi huu yeye amezuiliwa kuifanya ile kazi yake aliyokula kiapo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kazuiliwa. Sasa ndio unatakiwa utumie fursa hii kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, na nia kweli ya kubadilika, na wewe unisaidie juu ya kubadilika huku, kwa sababu hata yeye mwenyewe alishasema hambadilishi yoyote ikiwa yeye mwenyewe hajataka kubadilika. Kwa hiyo hata wewe ukitaka kubadilika, tumia fursa hii uoneshe nia kweli ya kubadilika. Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia juu ya hili. Waislamu, mifano hii iko wazi. Leo hii unapohitaji msaada kwa mtu, unataka ujengewe madrasa yako, hebu onesha kwanza foundation ishakuwepo pale, kozi 4 imefika. Mwambie bwana, na shida ya tofali za kumalizia kozi 10 hizo, kozi 6 za juu. Atakuona kwamba kweli wewe una nia madrasa yako ishe. Sio unaonyesha hata kiwanja una, alafu unataka msaada wa kujengewa madrasa. Kiakili inakuwa ngumu. Onesha nia, usiwe miongoni mwa wenye kupata hasara baada ya kuondoka mwezi huu, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waislamu, tujitahidi na tujichunguze kwamba tunapoishi na mgeni huyu ni vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tuishi naye. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma 'an ashabihi sadati al-khulafa wa khususan minhum al-arba'atu al-khulafa أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الستة الباقين من المبشرين في الجنة وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل صيامنا، اللهم ربنا تقبل صيامنا، اللهم ربنا تقبل صيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.